Ujumbe wa usiku kuelekea maandamano kutoka kwa John Heche umetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Ilikuwa ni saa ambazo mara nyingi taifa uzama katika ukimya, lakini katika ukimya huo kulitokea mwangwi mzito ambao ni ujumbe uliovunja giza na kutisha utulivu wa usiku. Na ndani ya dakika chache tu ujumbe wa John Heche ulianza kusambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii, ukibeba uzito uliogeuza maandalizi ya maandamano ya Disemba 9 kuwa simulizi ya hatari, hofu na ujasiri wa kukabiliana na kile kinachoonekana kama kivuli kirefu cha utekaji nchini Tanzania. Katika ujumbe huu uliotajwa na wengi kama haujawahi kutolewa kwa ukali kama huo katika kipindi cha hivi karibuni, Heche aliweka wazi kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa chini kwa miaka mingi, kwamba nchi imekuwa ikishuhudia vitendo vya kupotezwa kwa watu, ukamataji usiofuata sheria na uwepo wa vikosi visivyojulikana vinavyovaa mavazi ya giza, vikosi vilivyozoeleka tu kama wavaaji wa kininja. Kadri ujumbe huu ulivyozidi kusambaa, hamasa na taharuki viliinuka kwa wakati mmoja. Ulikuwa ni mwito uliokatiza simulizi rasmi, ukafungua kurasa mpya wa mjadala kuhusu usalama, uwajibikaji wa dola na hatima ya watu waliotoweka katika mazingira ya kutatanisha. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa simulizi ambalo sasa limeingia kwenye mfululizo wa mijadala mikubwa kabla ya siku yenyewe ya maandamano, siku ambayo wengi wanasema inaweza kuelezea mustakabali uwajibikaji wa kiserikali nchini. Ujumbe wake ulizidi kuwasha moto ambao uliofanya vijana wa kizazi cha Gen Z pengine kutokea leo siku hii ya maandamano kuweza kutetea haki zao. Na kwenye ujumbe katika mtandao wa kijamii, John Heche alisema kuwa, Bwana Simbachawene, wewe ni mwanasheria. Ukamataji kwenye nchi yetu upo kwa mujibu wa sheria ya PGO ya polisi, inaelekeza kila kitu. Huu ambao serikali yenu imekuwa ikifanya ni utekaji. Ndio maana tunataka kujua walipo watu wote waliotekwa. Je, hizo task force za watu wanavaa kininja na kuteka zinaongozwa na nani? Kwa nini zipo mpaka sasa? Waliotekwa wako wapi? Huwezi kuita utekaji kwamba ni ukamataji usiofuata sheria. Huo ni utekaji tu. Ujumbe wake John Heche akimvaa vikali waziri wa masuala ya ndani George Simbachawene, wakati alisema kwamba polisi hawafai kuwateka watu ama hawafai kuwashika watu bila kufuata sheria, kama kuwakamata kama wamevaa raia na vile kuwakamata usiku. Katika kiini cha ujumbe wa Heche kulikuwa na swali moja pana: je, kinachoendelea nchini ni ukamataji unaoendeshwa kwa mujibu wa sheria au ni mfumo wa utekaji unaojificha chini ya kivuli cha utendaji wa dola? Kwa miaka mingi dhana ya ukamataji imekuwa ikielezwa kwa misingi ya BGO, ambayo ni kanuni za uendeshaji wa polisi ambazo zinafafanua hatua, mamlaka, muda na sababu zinazopaswa kufuata wakati mtu anapokamatwa. Taarifa za Heche zimeelekeza moja kwa moja kwenye tofauti ya kisheria inayotenganisha ukamataji unaozingatia taratibu na kitendo cha kutumia nguvu kuzuia taarifa na kuhamisha watu kwa siri bila kufahamisha familia wala wanasheria. Na katika simulizi hili la usiku wa manane, hoja yake ilielezwa kwa viongozi wa juu wenye dhamana ya usalama wa raia, ambao waziri wa masuala ya ndani George Simbachawene, na kwa sauti ya uandishi mkali wa uchunguzi alifungua mlango na udai majibu ni kwa nini bado kuna vikosi visivyojulikana vinavyoendesha operesheni katika maeneo mbalimbali ya nchi bila majina, bila sare rasmi na bila taratibu za wazi. Kile kilichokuwa kikiwapo kutoka nyuma ya pazia sasa kiliibuka hadharani, na kwa mara ya nyingine tena mjadala wa utekaji ukarejea katika mlango wa taifa. Ujumbe huu wa Heche haukutokea katika utupu, ulichomoza katika nchi ambayo imeshuhudia simulizi nyingi za watu kupotea kisha kuibuka wakiwa majeruhi, wakiwa wamepoteza uwezo wa kuzungumza au kutokuwepo kabisa hadi leo. Na katika miaka ya karibuni maeneo kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Dodoma, Tanga na Zanzibar yametajwa
ama yamewahi kutajwa katika simulizi za watu kuchukuliwa na watu wasiojulikana, na mara nyingi familia hubaki zikizungumza kimya kimya zikijaribu kuomba msaada, huku taarifa rasmi zikiwa finyu au zikiwa hazitolewi kabisa. Hadithi hizi zimekuwa zinatembea kwa namna ya simulizi za usiku, zimejaa hofu, kutoaminiana na ukimya unaotisha katika taifa ambalo kikatiba linatakiwa kulinda ustawi wa usalama wa kila raia. Na katika maudhui aliyowasilisha Heche alibua hoja kwamba watu hawa hawajawahi kurejeshwa kwenye familia zao, hawajawahi kufikishwa mahakamani, wala hawajawahi kutajwa kwenye taarifa za ukamataji zinazotolewa na mamlaka zinazohusika. Na kwa maneno mengine, aliuliza wapi waliko na kwa nini ukimya huo unaendelea kwa muda mrefu hivi. Wasimulizi la habari, hoja hii ilikuwa kama kuchoma mwanga wa tochi kwenye giza iliyokuwa limetanda kwa muda mrefu, giza ambalo inaendelea kufunga hadithi za watu ambao majina yao hayajapata kufahamika hadharani. Wengi wamepotea na hawajaipatikana, akiwemo Humphrey Polepole ambaye alikuwa waziri ama balozi wa nchi ya Tanzania nchini Cuba, ambaye siku za mwisho alikuwa anakosoa sana serikali ya Samia Suluhu, lakini baadaye alitekwa na watu ambao hawajulikani, na Polepole hajawahi kuonekana hadi wa leo. Heche aliibua hoja kwamba vikosi hivi vimefanya kazi kwa muda mrefu kupitia kile kinachotajwa kama misako ya usiku, ukamataji usiotangazwa na safari ya kupotea ambazo hazijawahi kurekodiwa kwenye daftari lolote la nchi. Na kwa hoja yake, vikosi hivi havina uhalali wa kisheria, havieleweki vinaongozwa na nani, na havijasimamishwa licha ya malalamiko na shinikizo za mara kwa mara. Kwa sauti ya simulizi ya habari, hili lilikuwa ni hitimisho kwamba mfumo wa usalama unaonekana kuwa na mshono mkubwa unaohitaji kushonwa haraka kabla taifa halijakujikuta katika mkondo mrefu wa machungu ya ukimya wa miezi au miaka. Kwa wengi, maandamano ya tarehe 9 Disemba yalianza kama hatua ya kawaida kuelezea hisia za wananchi kuhusu masuala mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lakini katika masaa machache baada ya ujumbe huu usiku, maandamano yaligeuka kuwa alama ya mjadala mkubwa kuhusu usalama wa raia. Sasa badala ya tuhuma zisizothibitika au maelezo ya jumla, maandamano yalionekana kama jukwaa la kudai majibu sahihi kuhusu utekaji, matendo ya vikosi visivyojulikana na hatima ya watu waliopotea. Kwa mara ya kwanza tangu mijadala ya upoteaji wa watu ianze haswa kuzungumziwa kwa ukali, sasa hoja imepata uso halisi katika tukio lililopangwa na linalovutia macho ya ndani na nje ya nchi. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha wala kuegemea kwenye upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kutupa support kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.